Tunakwenda na Samia viva! Viva! Chimbi 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 tunakwenda naye viva! Viva! Musa Zungu viva viva viva! Viva! Sultan Ahmed Salim viva viva viva! Viva! Vichinjio ndio hivi. Tunamaliza tarehe 29. Iwe jua. Kwa majina naitwa Makubi Jonas. Ndiye katibu wa tawi la chuo cha taasisi ya elimu ya watu wazima. Karibuni sana mahali hapa. Asante. Lakini pembeni yangu hapa nipo na mwenyekiti wangu wa tawi yangu Comrade Edward Katisho. Tumeitana mahali hapa kwa ajili ya kuzungumzia jambo moja kuhusiana na mustakabali mzima wa tawi letu. Nipende kusema tu kwamba imekuwa ni mwendelezo, kwa maana pia tarehe 18 mwezi wa 10 tulikuwa pia na kongamano ambalo tulifanya pale chuoni kwetu taasisi ya elimu ya watu wazima kuhusiana na namna ambavyo tunaenenda kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Ndugu wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, kwa ujumla hali ya kisiasa katika tawi letu la chuo imekaa imara na tuko madhubuti ngangari kabisa kuelekea Oktoba 29 kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Tumeitana hapa tukiamini kwamba wote ni jeshi moja, tunaenda kusimama kabisa ile tarehe 29 Oktoba kuhakikisha Mama Samia anakalia kiti tena cha nafasi ya urais. CCM oyee! Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni leo siku ya leo tarehe 26 ya mwezi wa 10 2025. Lakini lengo kubwa la kuitana leo, ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanachama wa tawi la taasisi ya elimu ya watu wazima, ni namna ya kutoa tamko rasmi na msimamo wa tawi letu la taasisi ya elimu ya watu wazima. Kwa hiyo leo, ndugu zangu waandishi wa habari, tunatoa msimamo wa tawi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Sisi kama tawi la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, taasisi ya elimu ya watu wazima, tunatoa tamko rasmi kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 tawi letu linakwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sambamba na hilo ni kumchagua mbunge wa jimbo la Ilala Musa Zungu, lakini vile vile kumchagua diwani wa kata ya Upanga Mashariki ndugu yetu Sultan Ahmed Salim. Kwa hiyo ieleweke msimamo wetu wa tawi ndio huo. Lakini pia wanachama wote wa tawi letu waliojiandikisha kwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29, tumebakiza takriban siku 3 tu. Wanachama wote wa tawi letu, kwa maana ya kuwa wanafunzi wa chuo cha taasisi ya elimu ya watu wazima waliokwenda kujiandikisha 514 kwa ajili ya kumchagua Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kumchagua mbunge wa Ilala, kwa ajili ya kumchagua Mheshimiwa diwani wa Upanga Mashariki,
wote wako ndani ya Dar es Salaam mpaka sasa ninavyoongea. Piga makofi. Kwa hiyo mikakati tumeifanya kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wote ambao ndio wanachama wa chuo chetu wa taasisi ya elimu ya watu wazima wamesharejea. Mikakati tumeipanga, tumemaliza. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti ambaye nasimamia msimamo wa siasa ndani ya tawi pamoja na viongozi, katibu hamasa na wengine na wajumbe, sisi msimamo wetu, wanachama wote hawa 514 wanakwenda kumpigia Daktari Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi. Lakini si hivyo tu, zipo kura ambazo tumezitafuta kwa ajili ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumetafuta kura 5,200 ambazo zinazunguka jimbo la Ilala pamoja na kata ya Upanga Mashariki. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, naomba hilo limfikie Mheshimiwa Rais kwamba tawi la Umoja wa Vijana, taasisi ya elimu ya watu wazima kupitia mwenyekiti wao ambaye mimi Comrade Edward Katisho kwenye mabano tishio, tumeshajipanga kuhakikisha kwamba kula 514 na zile za ujumla wa jimbo zima 500,000 hizo zote zinakwenda kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi. Kwa hiyo sisi tamko letu hili sasa ni rasmi kwa vijana wa umoja wa taasisi ya elimu ya watu wazima. Sisi kazi yetu ni uelekeo mmoja tu, kwenda kutiki tarehe 29. Kwa hiyo tuchukue pia nafasi hii kwa vijana wengine, pia tuhamasishe kwa vijana wengine wanaotusikia sasa hivi kupitia vyombo vya habari hivi, wahakikishe wanakwenda kupiga kura, kutiki kwa Mheshimiwa Rais popote pale walipo. Kwa nini tumeamua tuwe na tamko rasmi kwamba sisi tawi letu la Umoja wa Vijana kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima kwamba tunakwenda kutiki na tunakwenda kutoa kura zote ambazo wamejiandikisha vijana? Tunazo sababu nyingi za kufanya hivyo. Sababu mojawapo, tumeunga mkono kikamilifu mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ametoa pesa za kutosha kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu kupitia chuo chetu. Kuna wanafunzi ambao wananufaika na hiyo mikopo. Lakini sambamba na hilo, tunaunga mkono pia Mheshimiwa Zungu ambaye ndio mbunge wa jimbo la Ilala, kwa sababu amefanya makubwa ndani ya jimbo letu la Ilala. Piga makofi. Tunamuunga mkono na kwenda kutiki Mheshimiwa Diwani Sultan Ahmed Salim, mgombea wa udiwani wa kata ya Upanga Mashariki, kwa sababu amefanya makubwa ndani ya Upanga Mashariki. Yapo mengi. Ukiangalia barabara na huduma zote zimekamilika. Piga makofi. Kwa hiyo tuko hapa mbele leo kusema awamu ya 6 iliyokuwa inaongozwa na Daktari Samia Suluhu kwenye ilani yake ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka 25 imetekelezwa takriban kwa 99.99, maana yake ni 100. Pigeni makofi. Kwa hiyo tukisema tunaunga mkono kwenda kumchagua,
tunamaanisha amefanya makubwa katika sekta ya vyuo na vyuo vikuu. Kupitia tawi letu tumeona mikopo ya vijana wamefanikiwa. Lakini pia kupitia hapo katika taasisi yetu kuna miundombinu ambayo imeboreshwa kupitia matawi yote ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Lakini pia vijana wamenufaika, tukiachana na mikopo tu, wamenufaika kupitia mikopo, mitaji na fursa za ajira na ujasiriamali. Wapo vijana wamepata fursa za mikopo kutoka kwenye halmashauri ambao pia ni vijana wanasoma pale pale katika chuo chetu. Kwa hiyo vijana hao wamekuza uchumi wao. Kwa hiyo wito wetu sisi na tamko letu, msimamo wetu wa tawi la Umoja wa Vijana chuo taasisi ya elimu ya watu wazima, tunamuunga kwa 100% mgombea wa uraisi Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wa Ilala Msazungu, pamoja na diwani wa Upanga Mashariki Sultan Ahmed Salim. Pigeni makofi kwao. Wito wetu kwa vijana wa chuo chetu, tunaambia vijana wote Ilala, Upanga Mashariki na chuo chetu cha elimu ya watu wazima kuhakikisha kwamba Oktoba tutakuwepo saa 1 kamili kwenye vituo vya kupigia kura. Tuna kauli yetu sisi kwamba Oktoba 29 tunavuka na mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Iwe mvua, iwe jua. Tunamaanisha tumejipanga, tumehamasisha vya kutosha na watu wametuelewa. Mitano tena. Kauli yetu ya mwisho, tunasema kauli yetu ya mwisho na msimamo wetu, taasisi ya elimu ya watu wazima, umoja wa vijana wa taasisi ya elimu ya watu wazima, Oktoba tunavuka na Dr. Samia Suluhu Hassan, iwe mvua iwe jua, kwa kishindo. Kwa kishindo. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, waandishi wa habari, pelekeni ujumbe. Sisi tunaamini tarehe 29 Oktoba watu wote watajitokeza, hasa vijana watajitokeza kwenda kupiga kura, kutiki kwa maana hiyo. Tunaviomba haya, asanteni sana vijana. Sasa ndugu zangu, tunamaliza kwa kusema hivi, waandishi wa habari, pelekeni taarifa
Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi vijana wake wa tawi la Taasisi ya Elimu Watu Wazima tupo tayari kula tulizozitafuta jumla zote 5,000 kwa kuzunguka jimbo la Ilala, na kura ambazo za vijana wetu wa Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima 514, kwamba vijana wote tusidanganywe na watu ambao wao wana uraia wa nchi 2 au 3. Wanatudanganya kwamba twende tukaandamane. Sisi hatuko kwa ajili ya maandamano. Sisi tunafuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza kile ambacho kinatakiwa. Baada ya kusema hivyo, niwashukuru sana waandishi wa habari na wanachama